Kwanza kabisa napenda kuwashukuru kwa dhati kabisa Bohari ya Dawa Kanda ya Mbeya kwa kuandaa mkutano huu ambao muhimu sana katika kutekeleza lengo la kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi. Utaratibu wa mikutano hii ya kila mwaka na wadau ni muhimu sana katika pande zote mbili, yaani Bohari ya Dawa yenyewe na hata viongozi wa sekta ya afya ngazi ya mkoa na wilaya ndio walikuwa hapa. Hii ni kwa sababu wakati wa kikao hiki kuna mambo mengi yatawasilishwa na kujadiliwa, lakini pia mambo muhimu katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku, na kisha wote tutakuwa sehemu ya kuchangia huduma bora za afya kwa wananchi, ambalo pia ndilo jambo linalozungumzwa pia na serikali yetu iliyopo madarakani. Afya ni nguzo kubwa sana ya maendeleo kwa wananchi na kwa mwananchi mmoja mmoja na hata kwa taifa kwa ujumla. Mkutano huu wa MSD na wadau wa afya kwa mikoa iliyoalikwa kwa maana mkoa wa Mbeya, Songwe, Rukwa na halmashauri ya Makete kutoka mkoa wa Njombe wanaohudumiwa na kanda hii una madhumuni makubwa yafuatayo. Cha kwanza kabisa ni kuboresha uhusiano na mawasiliano kati ya Bohari ya Dawa na vituo vyetu vya kutolea huduma za afya katika mikoa yetu. Lakini namba 2 ni kuwapa uelewa wadau namna Bohari ya Dawa inafanya kazi na mifumo yake iliyopo. Lakini namba 3 ni kuhakikisha MSD na wadau mnadumisha umoja utakaoendelea kuwawezesha kuwahudumia wananchi kwa wakati wote. Na namba 4 ni kupeana mrejesho wa huduma zinazotolewa vituoni ili kung'amua changamoto zote zinazojitokeza katika mnyororo wa ugavi wa bidhaa za afya nchini na kuhakikisha kwa pamoja tunazitolea majibu kwa lengo la kuboresha. Na namba 5 ni kuhakikisha tunakuwa sehemu ya majadiliano yenye tija ya namna bora ya kufanya kazi kwa pamoja ili tuweze kutimiza wajibu wetu katika kuwahudumia wananchi. Ndugu wadau, Bohari ya Dawa Kanda ya Mbeya inatekeleza majukumu mawili makubwa. La kwanza ni kutunza bidhaa za afya na la pili ni kusambaza bidhaa za afya kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vilivyopo katika mikoa yetu mitatu ambayo ina jumla ya halmashauri zipatazo 17. Vituo hivi vya kutolea huduma za afya vinajumuisha hospitali za rufaa za kanda, hospitali za rufaa za mkoa, hospitali za wilaya, hospitali za mashirika ya dini, hospitali binafsi, vituo vya afya pamoja na zahanati zetu. Makundi yote haya yanasimamiwa nanyi ambao ni wadau ambao pia wamealikwa kushiriki katika mkutano huu. Hivyo kwa pamoja tuna sababu ya kuhakikisha kwamba tunajadili kwa pamoja namna gani bora ya kuboresha utekelezaji wa majukumu haya na hata kupeana mrejesho kwa masuala mbalimbali yanayohusiana na majukumu yetu. Ndugu wadau, kupitia mkutano huu napenda kuchukua nafasi hii kuwakumbusha mna jukumu kubwa la kuvisimamia vituo vya kutolea huduma za afya ili viweze kukusanya mapato kwa wakati, mapato ya uchangiaji, ili pia viweze kununua bidhaa za afya zinazosambazwa na Bohari ya Dawa na kusimamia mnyororo wa ugavi wa bidhaa hizo kwa wakati. Serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuongeza fedha iliyotengwa kwa ajili ya bajeti ya kununulia bidhaa za afya ili kuboresha utoaji wa huduma za afya. Hivyo kila mmoja wetu ana jukumu la kusimamia matumizi sahihi ya bidhaa hizi za afya ili kuleta tija kwa wananchi. Kwa kutekeleza haya, wananchi watapata huduma bora katika vituo vya kutolea huduma za afya. Naitwa Petro Mdegela, ni kaimu meneja wa MSD kanda yetu ya Mbeya. Tumetoa kweli zawadi kwa wale ambao wameweza kulipa madeni mbalimbali yaliyopo MSD ambao walikuwa wanatumia vyanzo vingine vya mapato. Tukitambua kwamba halmashauri hizi huwa pia zinapokea pesa moja kwa moja kutoka serikali kuu kwa kupitia akaunti zao ambazo ziko MSD. Sasa pamoja kwa tunawapa huduma, lakini pia kwa sababu ya uboreshaji wa huduma kiutendaji kwa MSD, halmashauri hizi tumekuwa tukizihudumia sana. Ile fill rate imepanda. Kama ulivyosikia taarifa kutoka ORA TAMISEMI, tumeenda almost fill rate ya 86.2. Manake uhudumiaji umekuwa ni wa kiwango cha juu
ambacho umepelekea pia ile hela iliyopo MSD peke yake haitoshi kuweza kumudu gharama za bidhaa ambazo tunawasambazia. Kwa hivyo huwa tunasisitiza halmashauri kuweza kutumia vyanzo mbadala kama namna mojawapo ya kuweza kusaidia kuweza kulipia bidhaa zile ambazo tumewapelekea. Kwa wale waliowaona ni wale walikuwa wanatumia vyanzo vingine, kwa mfano wana vile pesa za basket fund ambazo wanazipokea moja kwa moja kutoka kwa upande wa halmashauri kutoka kwa OR TAMISEMI, lakini pia wana makusanyo ya ndani, tunasema ile out of pocket, kwamba zile ambazo user fee anaenda, mgonjwa anaenda moja kwa moja kwenye kituo husika, akipata huduma pia huwa analipia. Sasa zile pesa zote ni makusanyo. Kuna miongozo ambayo inawataka kwamba watumie at least walau asilimia kwa health basket fund at least 35%, wakati kwingine huko 50% na kadhalika. Hasa hao ambao umeona tumewapa tunzo ni wale ambao wameweza kutumia hizo miongozo vizuri na kuweza kutulipa. Ndio hao ambao umeona kwa siku ya leo. Baada ya budget kupitishwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hadi sasa tumeshapata zaidi ya shilingi bilioni 133. Kwa hizi fedha hizi ziko MSD na ziko katika vituo vya afya kwa ajili ya kuweza kununua bidhaa za afya kutoka MSD. Licha ya hivyo, huwa tuna vyanzo mbalimbali vya fedha. Kwa hiyo vituo vile vina fedha katika vyanzo mbalimbali ambao wanakusanya kule vituoni. Kwa hizi fedha ni nyingi na zinatosha katika kusaidia ununuzi wa bidhaa za afya kupitia MSD. Mimi naitwa Dr. Zuberi Ali Mzige, mganga mkuu wa wilaya ya Chunya. Tumekuja katika kikao cha MSD. Sisi ni wadau, ni wateja ambao tunashirikiana pamoja na MSD. Kwa hiyo leo tumekuja kutekeleza wito wa kualikwa kwenye kikao, lakini pia tuweze kushirikiana na tuweze kutatua changamoto mbalimbali zinazozikumba katika maeneo mbalimbali ambayo tunafanyia kazi. Kwa hiyo sisi ni wadau wakubwa. Kwa hiyo leo mdau mkubwa ametuita MSD, tunafanya nao kazi vizuri, na sasa hivi nchi yetu inapokea bidhaa za viwango, bidhaa za afya kutoka MSD kwa wakati. Kwa hiyo mimi napenda kuwapongeza kwa hilo swala. Kwa kweli napenda niwapongeze MSD katika mkoa wetu pia wa Mbeya na sehemu zote ambazo wanasambaza bidhaa za afya zinakuja kwa wakati. Hata pale tunapopata magonjwa ya dharura, magonjwa ya milipuko, waliweza kuleta dawa hata usiku wa manane kwa wakati. Kwa napenda kuwapongeza kwa utaratibu wao ambao umeanza, na waendelee nao huo. Tutasave maisha ya wagonjwa wengi, na upatikanaji wa dawa ukiwa ni mzuri zaidi, basi tutaokoa maisha ya wengi.